Paul Christian Makonda ameanza balaa sasa katika sekta ambayo ameteuliwa kuwa waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Sasa ameianza kuitenda kazi yake kama jinsi ilivyo na kama jinsi ambavyo huwa anaitenda kazi yake vilivyo kabisa. Baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa habari, Makonda jana tarehe 8 kaja na sheria mpya. Mtu yeyote ili aweze kutoa taarifa ya serikali ni lazima awe na leseni. Kinyume cha hapo unaenda segerea, miezi 6 au faini ya shilingi milioni 5. Ni marufuku kuandika taarifa yeyote ya serikali kwenye mitandao au mtandao wowote wa kijamii au kuongea kwenye redio bila leseni. Ukifanya hivyo unakuwa umefanya kosa la jinai, amesema Paul Christian Makonda. Paul Christian Makonda itambulike kuwa ni waziri sasa wa habari, sanaa na utamaduni, na kazi yake ameianza rasmi kabisa baada ya kuteuliwa tarehe 8 Januari 2026. Ameibua hisia na mawazo mapya kwa raia kufuatia kuwa naibu waziri wa wizara hiyo mpaka kupelekwa katika nafasi ya juu kabisa ya waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kupitia taarifa ambayo imechapishwa katika mtandao wa kijamii, imesemekana kuwa mheshimiwa huyu ameianza kazi na moto wake sio wa kawaida. Hivyo basi wajiandae au maandalizi katika sehemu husika yaweze kuwa makubwa zaidi, kwa sababu kitu ambacho kinachofanyika kwa hivi sasa ni uongozi kwa misingi na misimamo ya hali ya juu kama jinsi alivyo siku zote. Paul Christian Makonda ni mtu wa misimamo zaidi, na akisimamia jambo lake anataka liende kama jinsi ambavyo amepanga liende. Kwa hiyo tutarajie mengi makubwa mazuri kutoka kwa waziri huyu Paul Christian Makonda. Unaona bwana. Sasa kwa wakati huu hapa ni kuache kwanza hadi wakati mwingine, ila na wewe pia unaweza ukakaa ukatafakari, kutoa maoni yako mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho umekisikia. Nini maoni yako? Toa maoni yako hapo ulipo, kokote kule uliko. Maoni yako yanaweza kufika duniani na watu watajua kwamba na wewe pia umeshiriki mchango wako katika hiki ambacho umekusikia. Usisahau kusubscribe channel hii hapa, lakini pia usisahau kushare video hii pamoja na kulike pia. Hadi wakati mwingine, nikutakia wakati mwema. Bye bye.